Karibu sana. Mimi ni Samson Charles. Leo tuko na chama cha TLP, chama cha Tanzania Labour, chama cha wafanyakazi. Wako kushoto kwangu. Na ndugu wananchi, ilani ya chama cha Tanzania Labour katika eneo la elimu. Chama hiki kinajinasibu kwamba endapo kitapata ridhaa kuingia madarakani, kitaleta elimu bure kuanzia chini kabisa huku vidudu mpaka chuo kikuu. Yapi yamekaa hapo? Basi tuwalike sana ndugu zetu. Karibuni sana TLP. Na hawa bwana ni wagombea watakwenda kuinadi hiyo sera. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Pascal Thomas Richard, ni mgombea wa ubunge wa jimbo la Mbagala. Kama TLP tumejipanga na tumejiandaa vya kutosha kutimiza ilani yetu ya kutoa elimu bure kuanzia vidudu mpaka chuo kikuu, na ikiwezekana tutoe ufadhili kwa elimu za juu mpaka masters kama serikali bure kabisa. Kwa nini tunasema hivi kwamba elimu itolewe bure? Na tutafanya vipi sasa kuweza kuitimiza hii ilani na haya malengo ya kutoa elimu bure? Cha kwanza, Tanzania ni nchi ya watu ambayo imetengenezwa katika misingi mizuri ya amani na rasilimali za kutosha. Lakini kwa nini sasa elimu yetu imekuwa bure katika mitazamo ambayo si sahihi? Bure lakini ndani yake kuna machangizo ambayo si ya msingi sana. Kwa sababu kumekuwa na udalali mwingi katika usimamizi wa rasilimali za nchi. Nazungumzia udalali katika sekta gani? Kwamba nchi inakusanya kodi, nchi ina vyanzo vya uchumi, inachukua mikopo. Je, hii mikopo inayochukuliwa na hizi rasilimali zinazochukuliwa nyingi zinatumikaje kwenye elimu? Kwamba inatolewa mafungu na serikali, lakini kutokana na kwamba serikali imeundwa na watu ambao wengi wao ni madalali, kwamba wanatoa kidogo katika kutimiza majukumu mama ya elimu na vitu vingine kutumika katika majukumu binafsi ya kwao. Kwamba leo Tanzania ina madini katika kila mkoa, katika kila eneo ambayo yanazalisha pesa nyingi sana. Sasa tukiamua tu tusimamie vizuri rasilimali zetu, tumeweka, nilipozungumzia udalali ni maana yake kwamba katika sekta nyingi za serikali na katika vyanzo vingi vya uchumi tumekuwa sisi watu tunadalalia vya kwetu. Asante mheshimiwa. Tuweke kwa mheshimiwa mgombea mwingine pale kwa kukazia tu kuhusiana na elimu bure. Karibu sana mheshimiwa Morris. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Morris Thomas Nkongolo. Mimi ninagombea ubunge jimbo la Kibamba kupitia TLP. Awali yote kabisa niseme kwamba kabla sijazungumzia ilani, ningewaambia wananchi kwamba tunaendelea na kampeni kuhakikisha kwamba tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba tunaenda kupiga kura na tunapata diwani, mbunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi kama mgombea ubunge katika jimbo la Kibamba, kuanzia tarehe 28 Agosti mpaka sasa na tunapoelekea kuhitimisha kwenye tarehe 28 mwezi huu kampeni zetu, nina imani kwamba nitashinda ubunge katika jimbo la Kibamba. Katika kata zote ambazo nimeweza kutembea na mpaka ninaendelea na kampeni sasa, na imani wananchi wanaendelea kunisikia na ninaendelea kutembea hata nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba mikakati ni kushinda. Katika ilani yetu ya chama cha Tanzania Labour kupitia chama chetu tuna imani kwamba tunaenda kutekeleza kwa kishindo. Sasa kwenye ilani upande wa elimu kama alivyosema mwenzangu ni kwamba tunategemea katika elimu ya msingi mpaka chuo kikuu tuhakikishe kwamba watu wanasoma bure, sio kidato cha 6 kama ilivyozoeleka kwamba elimu ya msingi mpaka kidato cha 6. Sasa sisi tunaenda mpaka chuo kikuu. Kwa maana hiyo sasa tunahitaji watu wasome bure, na kwa maana nyingine mtu akimaliza chuo kikuu hatuhitaji adaiwe na serikali. Kijana anamaliza chuo kikuu, amemaliza chuo kikuu, anatafuta ajira, lakini kumbe ana deni mgongoni, ana deni kichwani kwake.
Sasa akili yake inakuwa mindset yake kwamba anakuwa nafikiria kwamba nikipata ajira pia tena natakiwa mshahara wangu uchukuliwe asilimia kadhaa upelekwe serikalini. Kwa hiyo inamwathiri kijana pia kimawazo, kifikra. Kwa hiyo tunahitaji kwamba sisi tunapoingia kama tutakuwa tumepata dola, kwa maana kwamba tukishinda uchaguzi, kwa maana kwamba tutahakikisha tunawatumikia wananchi kwa upande huo. Mheshimiwa Morris, ndugu wananchi, karibuni sana. Elimu bure hapo, natakaye timu chuo kikuu hata daiwa. Kisikiliza ilani, tofauti yao ni ndogo, kwamba huyu amesema kwamba mpaka form 6 mpaka kikuu. Lakini katika challenge yetu sisi kama wananchi ambayo hatujaona, yani elimu yetu sio bure, walistahili watuletee ilani inayotuonesha elimu bora. Tuna tatizo la ubora wa elimu, sio tatizo la ubure. Yani bure is nothing. Ukiona watu wanakimbizana kupeleka watoto kwenye English medium, kama una hela unaachwa, sio kwa sababu ya wamekimbia bure, ni kwa sababu ya ubora. Kwa sababu leo challenge ipo, ukitaka kuuliza leo iko wapi iliyokuwa Kibaha, iko wapi iliyokuwa Galanosi sekondari, Ilbor, kwamba haina tena, sio competence ya kuzalisha ubora wa elimu. Kwa cha kwanza kabisa ambacho kweli ilani iwe ya CCM, iwe ya Tanzania Labour Party ambayo ingekuja ingetuonesha kwamba ubora wetu uko hapa, sio majengo, sio ubure, ni namna gani tunavyoweza tukapata madaktari competence, tukapata wakandarasi competence ambao wakija kwenye soko la ajira, iwe ndani na nje, basi utapata kitu ambacho kusema huyu mfano ni Mtanzania. Kwa hiyo kama mwananchi unaona kila chama kinakuja na ubure. Kinakuja na ubure, sio ubora. Yani ubure, unajua Waswahili sisi watu wa pwani huku tuna maneno fulani hivi kwamba unaona kama yana nguvu, unasema bure ya ghali. Hebu tumsikize Mheshimiwa Morris. Ubora utakuwaje? Asante sana. Tunapozungumzia ubora, tunazungumzia kwa fakta ya mapana sana. Sasa nikisema bure, sasa sisi tunasema ni bure kwanza, kwamba wanafunzi wanaenda kusoma bure kuanzia elimu ya msingi mpaka chuo kikuu. Lakini tunapoenda kwenye ubora, sisi tutatengeneza ubora. Na ubora tunautengenezaje? Tunaenda kutengeneza kutokana na ilani yetu, kwa sababu ili tuwe na elimu bora, kwanza mwalimu ambaye anafundisha anatakiwa alipwe mshahara mzuri ili akili yake itulie. Kwa hiyo ubora tunaenda kutengeneza kwanza mazingira ya miundombinu. Na mpaka sasa hivi ninavyozungumza, of course serikali imejitahidi kwa kuboresha mazingira. Kuna shule ambazo zilikuwa ni kongwe, ambazo ni za zamani sana, zimeboreshwa. Serikali imepeleka fedha pale, angalau miundombinu sasa hivi iko vizuri, wanafunzi wanasoma kwenye majengo mazuri yenye hadhi. Lakini sasa ili ubora uweze kufanyika vizuri, walimu wanatakiwa waongezewe mishahara. Kwa hiyo tunaweza tukawa na majengo lakini walimu wanaumia kwamba hawapati mshahara unavyotosheleza mazingira yao. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tutaboresha katika nyanja zote, kwamba mazingira kama yanavyoendelea kuboreshwa, lakini pia mishahara iweze kupandishwa. Mimi nachoongezea hapa, yani bado hawaja, unajua, na ndio maana ukifanya tathmini ya kiuchaguzi, hoja nyingi hazijaingia kwa wananchi kwa sababu inakuja mla jumla. Umeelewa? Yani kwamba tutatoa bure afuko ndani yake, lakini kutuonesha njia ya wewe kwenda kutengeneza hicho kitu. Si umeelewa? Tunatengenezaje ubora wa elimu ambao umeshuka? Leo tunajivunia kwamba eti watu wote sawa, yani aliye na kubwa na asiyekuwa na elimu wote tuko sawa. Tuko sawa kwa lengo gani? Asante. Karibu. Mimi kwa jina naitwa Chesco Antonia Kidenya, ni mwananchi ambaye na mimi nataka kutoa baadhi ya mchango wangu. Kiukweli kabisa natamani sana tuwe tunakutana na wagombea wengi wa nafasi za ubunge, ili kusudi na wao pia wawe wanapata ule mwanga kwamba wananchi wana mawazo gani, wanafikiria nini. Unaweza ukawa unasema wewe ni mgombea, lakini kumbe wewe uko tofauti na wanachokifikiria wananchi wako ambao wewe unataka kwenda kuwatumikia. Amezungumzia kwenye swala la elimu bure. Mimi sikubaliani la kwanza na elimu bure. Kwa sababu moja, unaposema elimu bure, je, hiyo elimu imekuwa bora?
ili useme kwamba useme kwamba naweka bure, ni lazima uwe umekifanya kile kitu kuwa bora. Sasa kwa kuwa watu wamewafanya kuwa bora, sasa tunawasaidia ili kusudi uongeze idadi ya wengi ili wawe bora. Sasa hawa wachache tulionao, umeona kwa mfano ukiwachukua wanafunzi waliomaliza form 4 mwaka huu, form 4 mwaka huu, au waliofeli mwaka huu ni wangapi, na idadi ya waliofaulu ni wangapi? Kwa hiyo wanaoingia mtaani ni wangapi na wanaoingia mashuleni ni wangapi? Ushaelewa? Kwa hiyo sasa tunaangalia, je, hawa ambao wanakwenda kuingia mtaani tunawafanyaje? Hatima yao kesho iko wapi? Kwa hiyo unaweza ukaja ukasema mimi bwana ni mgombea, sawa, unagombea, lakini unaweza ukawa haujui maana ya hiyo elimu ni ipi. Kwa hiyo mimi sikubaliani, kwanza, jambo la kwanza, na wapinga kwamba nyinyi mnataka kuleta elimu bure. Mimi bure sikubaliani nayo, kwa sababu kwanza ukiweka bure, la kwanza tutaenda kujenga kizazi ambacho kitakuwa hakina uwezo wa kufikiria. Hilo la kwanza, kwa sababu kwanza ukiangalia unavyomfanya mtu anakuwa bure, kwa hiyo maana yake nini? Unamtengenezea kila maisha anayotaka kuyaishi atakuwa anafikiria bure. Fuatilia Ngenga za Siasa kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni, marudio saa 12:15 jioni na saa 4 kamili usiku hapa East Africa TV pekee. Ngenga za Siasa. Ngenga za Siasa.